Mapinduzi Bara Mzee Wasira, ndugu mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi Mzee Jakaya Kikwete, ndugu makamu wa rais na mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa Dr. Philip Mpango, ndugu wajumbe wa kamati kuu, viongozi wastaafu mlioko meza kuu, itifaki imezingatiwa kwa maslahi ya muda. CCM hoye! Ndugu mgombea, wewe pamoja na mgombea mwenza wa urais mmezunguka nchi nzima kukinadi chama chetu, kutetea rekodi ya utendaji wa serikali ya chama chetu kwa miaka 5 iliyopita, na wapongeza sana kwa kazi mliofanya. Kazi kubwa imefanywa na ndugu Makonda kuelezea kazi ambazo zimefanywa chini ya uongozi wako kwa miaka 4.5 iliyopita. Na nimemsikia mzee Shein, rais mstaafu wa Zanzibar na makamu mwenyekiti mstaafu wa Zanzibar wa CCM Zanzibar, akisema uchaguzi ni zoezi la namba. Na wewe mgombea wetu umezunguka nchi nzima na mgombea mwenza. Sasa kesho ni kazi ya kuangalia namba kwenye masanduku ya kupiga kura. Ni shukuru kamati kuu ya halmashauri kuu kwa ubunifu wa kupanga waratibu, na leo ndiyo siku ya mwisho ya majigambo. Nani ataongoza, nani hataongoza? Leo tunafunga mdomo, tunaenda kutafuta wapiga kura, kwa sababu hatimaye namba ndizo zitakazozungumza kwenye sanduku la kupiga kura. Na sipendi kumkera mratibu wa kanda ya Ziwa na mwenyekiti wake mzee Smart, lazima nichomekee mara ya mwisho. Kanda ya kati chini ya mratibu mkuu makamu wa rais mzee Philip Mpango na mimi tutaongoza, na kesho tunakukaribisha kwenye kituo cha kupiga kura ili tuweze kuongoza. Najua mgombea mwenza alishawapiga dongo kama mtani wenu, anasema Wangoni wataongoza kuwazidi Wasukuma. Hiyo kazi namuachia yeye. Sasa niko hapa kujibu swali ambalo tumekuwa tukilijibu katika mikutano kwa miezi 2 iliyopita. Kwa nini Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa Chama cha Mapinduzi kwa kiti cha urais, anafaa kuaminiwa na kupewa dhamana tena kuongoza nchi yetu? Na huyu Dr. Samia ni kiongozi wa aina gani? Nianze kujibu swali hilo ambalo tumelijibu kwa miezi 2, lakini nifanye kazi ya kuhitimisha. Mgombea wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anajipambanua kama kiongozi bora. Na ndugu zangu wa Tanzania na wananchi mlioko hapa, viongozi bora popote kwenye taasisi yoyote, kwenye nchi yoyote, huzaliwa na kuandaliwa. Hizo ndio hatua kubwa 2 wanazozipitia viongozi bora. Kwanza huzaliwa na baadaye huandaliwa. Dr. Samia Suluhu Hassan alizaliwa tarehe 27 Januari mwaka 1960. Na safari ya kuandaliwa kuwa kiongozi ilianzia hapo. Na maandalizi ya viongozi hufanywa na taasisi. Taasisi ya kwanza iliyemwandaa
ni familia yake na wazazi wake na jamaa zake waliomzunguka, waliompa malezi na makuzi ili awe salama duniani na awe mtu wa maana katika jamii yake. Lakini ziko taasisi za dini, viongozi wengi huwa wanaandaliwa kupitia taasisi za dini kwa imani zao. Vile vile hiyo kazi hufanywa na wazazi wake kumuunganisha yeye na taasisi za dini ili awe mcha Mungu. Lakini kwa kuwa alizaliwa mwaka 60 katikati ya mapambano ya ukombozi wa bara la Afrika, na miaka michache kidogo Zanzibar yakafanyika mapinduzi matukufu yaliyoikomboa nchi ya Zanzibar, na mwaka huo uliosababisha mapinduzi ikaundwa nchi mpya katika Afrika inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile uongozi wake uliandaliwa kwanza na serikali ya mapinduzi Zanzibar kabla ya muungano, na baada ya muungano ukaandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama mnavyoelewa, vyama vya ukombozi vya Afro Shirazi na TANU viliunda serikali zilizopewa jukumu ya kujenga taifa, kwa sababu wakati wa ukoloni, wakoloni hawakufanya kazi ya kujenga taifa, walifanya kazi ya kukusanya watu kusudi waweze kuwatawala na kuwanyonya. Na kwa hiyo ukifuatilia mtiririko wa elimu yake, alinufaika na sera za vyama vya ukombozi za kuandaa Watanzania kujenga taifa lao. Na ndiyo maana ukiangalia tangu elimu yake ya awali mpaka ngazi ya vyuo vikuu amesoma katika vyuo vya umma. Baada ya kuhitimu masomo yake, amefanya kazi katika taasisi mbalimbali, taasisi zisizo za kiserikali na taasisi za serikali, na siwezi nikazitaja zote, lakini ziko taasisi karibu 3 au 4 ambazo ningependa kuzitaja, kwa sababu nazo pia zimekuwa na mchango wa kumuandaa katika kuwa kiongozi bora. Dr. Samia anaangukia katika kundi la wanaharakati. Amewahi kuwa mtendaji mkuu wa jumuiya ya asasi zisizo za kiraia Angoza kwa takriban miaka 3-4, na ile ilimpa nafasi ya kufanya kazi ndani ya jamii. Amekuwa mlezi wa watu wenye virusi vya ukimwi Zanzibar na kuwa mlezi wao. Lakini pia aliingia katika utumishi wa umma kwa muda, na baadaye akafanya kazi katika taasisi ya kimataifa ya programu ya chakula chini ya Umoja wa Mataifa inajulikana kama World Food Program kwa miaka kama 6 au 7, kazi ambayo ilimkutanisha na jamii ya watu katika nchi nzima, upande wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara. Kisiasa alifanya kazi katika Baraza la Wawakilishi. Kwanza aliingia katika nafasi ya viti maalum, na baadaye akateuliwa kuwa waziri katika sekta 2. Sekta ya kwanza ni wizara iliyokuwa inashughulikia masuala ya vijana, watoto na ustawi wa jamii, na baadaye akafanya kazi kwenye sekta ya kiuchumi, hasa maeneo ya utalii. Baadaye aliingia bungeni akiwa mwakilishi wa jimbo la Makunduchi, na baada ya hapo akateuliwa kuwa waziri anayeshughulikia masuala ya muungano katika ofisi ya makamu wa rais. Na tangu alipoingia katika ngazi hizo, kutoka katika serikali ya mapinduzi Zanzibar na Baraza la Wawakilishi, aliingia katika shughuli za uwakilishi katika bunge, lakini pia katika baraza la mawaziri, na hakukoma mpaka alipokuwa mwenyekiti wa bunge la katiba mwaka 2014, zoezi ambalo halikukamilika
lakini hata kama halikukamilika, lilikamilika salama na lilisitishwa salama chini ya uongozi wake na viongozi wenzake. Historia ya uongozi wake katika ngazi ya juu kama mwanamke Mtanzania wa kwanza iliandikwa mwaka 2015 alipoteuliwa na chama chake, Chama cha Mapinduzi, na kabla ya hapo amewahi kukaa katika vikao vya juu vya kamati kuu na halmashauri kuu, na kwa sababu ya nafasi zake katika uongozi wa chama ngazi ya taifa aliaminiwa kwa mapendekezo ya hayati Dr. John Pombe Magufuli kuwa mgombea mwenza, na akawa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke wa kwanza katika historia ya nchi yetu. Kazi hiyo ilimpa nafasi ya kushughulikia masuala ya mazingira, lakini pia akajikita katika kushughulikia changamoto ya lishe kwa watoto na kazi zingine za kumsaidia Rais hayati John Pombe Magufuli. Kwa kazi alizozifanya vizuri katika awamu ya 5, aliaminiwa tena na chama chake pamoja na mgombea urais mwenzake aliyefanya naye kazi miaka 5, marehemu Magufuli, akateuliwa tena kuwa makamu wa rais katika awamu ya 5, kipindi cha pili, kipindi ambacho hakikukamilika kwa sababu mnazozifahamu za msiba uliotukuta. Miaka 4 baada ya uongozi wake, sehemu ya kazi alizozifanya amezitaja ndugu Makonda. Mimi nataka kutaja vigezo vinavyompambanua kama kiongozi bora, na kwa nini kesho Watanzania wote mliojiandikisha mnatakiwa na mnaombwa kujitokeza kwa wingi sana kumpa tena heshima na dhamana ya kutuongoza kwa miaka 5 ijayo. Kigezo cha kwanza cha uongozi bora aliouonyesha kwa miaka 4.5 iliyopita, ambacho kinatufanya tushawishike kumwombea kura tena, ni kiongozi anayefahamu na kujali shida na kero za anaowaongoza. Kwa sababu ya historia niliyoisema ya kushughulika na masuala ya wananchi katika ngazi mbalimbali za uongozi, miaka 4.5 imedhihirisha kwamba alitambua vizuri chini ya uongozi wa chama mahitaji halisi ya Watanzania na akajali kuyafuatilia ili yawe na matokeo bora kama ndugu Makonda alivyosema. Kwa hiyo ameingia kwenye uongozi akijua vizuri jamii ya Watanzania na mahitaji yake, na ndiyo maana msisitizo mkubwa chini ya uongozi wake uliopita ameuweka katika maeneo ya afya, elimu, maji, nishati na miundombinu kama ndugu Makonda alivyosema. Kwa hiyo kiongozi anayejua nchi yake na mahitaji ya watu wake na anayejali kutafuta suluhu na utatuzi wa changamoto za nchi yake na watu wake, inampa sifa ya kuwa kiongozi bora anayestahili kuendelea kutuongoza kwa miaka 5 ijayo. Na katika eneo hili nchi yetu imebaki salama katika eneo la uhakika wa chakula, lakini kama alivyosema ndugu Makonda, vifo vya watoto wadogo na akina mama wajawazito vimepungua kwa kiwango ambacho nitakuja kueleza baadaye. Akapewa heshima na kutambuliwa kimataifa kwa kazi kubwa ya kutoa huduma bora katika sekta ya afya. Huyu ni kiongozi wa watu, anayejali watu na anayejua mahitaji ya watu anaowaongoza.
Wangapi wanakubaliana na kigezo hicho na wako tayari kesho kumpigia kura? Tunyoshe mikono. Kigezo cha pili, mgombea wetu Mheshimiwa Samia ni mchapakazi na mbunifu. Hata namna ambavyo umeongoza mpangilio wa kuendesha kampeni kwa miezi miwili bila kuchoka, bila kulala, ni kithibitisho cha uwezo wako wa ubunifu na uchapakazi katika uongozi wako. Nimesema mara nyingi na narudia hapa, nimekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi akiwa makamu wa rais, na wengi walioko nyuma yangu walikuwa wajumbe wa kamati kuu. Sijawahi kuona kabla ya kuwa katibu mkuu na baada ya kuwa katibu mkuu maandalizi ya chama kuingia katika uchaguzi na maandalizi ya nchi kuingia katika uchaguzi kwa namna ilivyotokea mwaka huu. Nimeambatana naye mimi mikoa 9, na katika maeneo hayo nilikuwa naongea mara chache na kwa muda mfupi, lakini kila siku tulioambatana naye mikutano 3, 4 na mingine ya kushtukiza, hotuba 3 mpaka 4 na nyingine za kushtukiza. Sisi wengine tunaojiona ni wanaume tunalala hoi, lakini kesho yake anakuwa wa kwanza kuamka. Ni mchapakazi, ana moyo wa kujituma, ana moyo wa kujitolea, na kule tulikokuwa tunaratibu sikumuona yeyote mgombea udiwani au mgombea ubunge akilala kwa sababu uliweka viwango vya uchapakazi ambavyo kila mmoja alikuwa anazingatia kuvifuata. Kiongozi bora ni yule anayeweza kuonyesha njia, na umeonyesha njia katika miezi miwili, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kulinda afya yako mpaka tukafika siku ya leo. Kwa sifa hiyo ya uchapakazi na ubunifu, huyu ana kila sababu ya kuwaomba mumchague, na sisi tuna kila sababu ya kumnadi kesho apigiwe kura atuongoze ili aendelee kuonyesha njia ya kuchapa kazi katika taifa letu. Kazi na utu! Kazi na utu! Miezi yote miwili alikuwa akieleza kazi za serikali aliyoiongoza na umadhubuti wa chama. Hasingeweza kujisemea yeye na kujisema yeye. Niko hapa mimi kwa muda mchache nimseme na nimsemee sifa na vigezo alivyo navyo vya uongozi bora. Kwenye eneo la ubunifu, mimi nilikuwa bungeni kwa kuteuliwa na yeye, na ile jamhuri ya mitandaoni ikasema iliyoyasema, lakini nadhani sasa wameshika adabu, kwa sababu katufundisha namna ya kunyamaza na kutochokozeka. Kwa hiyo hapa na mimi nilikuwa nataka kukata kona, narudi kwenye mstari. Huyu ndiye kiongozi ambaye tulipokuwa bungeni alileta mpango wa serikali wa namna ya kutumia pesa za mkopo kwa ajili ya kukabiliana na madhara ya kiuchumi na kijamii yaliyotokana na ugonjwa wa korona. Ule mpango uliokuja bungeni sio tu ulikuwa ni wa maana, na waziri mkuu yuko hapa kwa sababu ndiye aliyekuwa anasimamia serikali ndani ya bunge. Hakuna mbunge ambaye hawezi kuthibitisha kwamba mpango ule na matumizi ya pesa ile ulitokana na ubunifu wake wa kiuongozi. Mataifa mengine yalipokea pesa hizo
wakanunua barakoa, wakanunua vitakasa mikono. Yeye akasema korona imesababisha madhara makubwa na kupambana nayo lazima uende kwenye kiini cha tatizo. Kama huna maji safi na salama, huwezi ukapambana na korona. Akaelekeza pesa kwenye sekta hiyo, na pesa zile ndizo zilizobadilisha sekta ya maji kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea katika nchi yetu. Akasema lazima watu wapate nafasi. Kama tuna nafasi darasani, kwenye vyuo, lazima tupanue nafasi. Yakajengwa madarasa makubwa mengi nchi nzima, na sekta ya elimu ikaanza kuwa na msingi wa kubadilika kutokana na ubunifu huo. Pesa zikaelekezwa kwenye kufungua barabara, kwenye huduma ya afya, na matokeo yake nchi yetu, wale waliotupa hizo pesa kama mkopo, wametusifu kwa ubunifu huo. Na yeye alisimama kidete kwa kusema kama pesa hizo hazitatumika kwa namna ya kukidhi mahitaji yetu, hizo pesa sizipokee. Leo ametujengea heshima kwamba tunaweza kujitawala kwa kuweka vipaumbele vyetu. Hata kama tunakopa au tunasaidiwa, misaada hiyo ielekezwe katika mahitaji halisi ya nchi yetu. Sifa ya tatu ni mstahimilivu na mtulivu sana. Uchaguzi wa mwaka huu na kampeni zake chini ya uongozi wake ulikuwa ni uchaguzi kwenye kampeni kujadili maswala, sio watu. Hivi ni viwango vya aina yake katika historia ya uchaguzi wa nchi yetu. Lakini hata pale ambapo alitukanwa yeye binafsi na familia yake na chama chake na serikali anayoiongoza, alisimama na kuwaasa na kuwasihi wa Tanzania ambao pengine walikerwa na propaganda na kampeni ya kuchafua heshima yake, heshima ya chama chake, heshima ya taifa lake, heshima ya familia yake. Akasema msichokozeke. Na kwa maelekezo hayo, nchi nzima wananchi wamesikiliza sera kutoka kwa wagombea, wala hawakusikiliza maswala binafsi ya wagombea au kuanza kuparurana. Hili la utulivu nilishawahi kulisema na naomba nirudie. Rais ni binadamu kama binadamu wengine. Anafurahi, anachukizwa, anasononeka. Lakini kwa nafasi yake, ukipata mtikisiko na presha kubwa, ukashindwa kusimama bila kujibu mapigo au kutoka kwenye mstari, hicho ni kigezo muhimu sana cha kiongozi bora. Kwa namna alivyopokea nchi ikiwa katika matatizo ya korona dunia nzima, vita za kimataifa zilizovuruga uchumi umeanguka, tulihitaji kiongozi mtulivu, na utulivu ule ndio umetuvusha. Uchumi ukaanza kukua, na sasa hivi hali imekuwa nzuri kidogo. Utulivu ule ndio ulimfanya awe mbunifu na kuelekeza nguvu za serikali kufufua sekta zilizokuwa zimekufa kama utalii ambao unategemewa sana na uchumi wetu. Kwa hiyo sifa ya ustahimilivu, mtu asiyeyumba, asiyetolewa kwenye mstari kutokana na dhihaka au wakati mwingine dharau, ni sifa muhimu sana ambayo anastahili kuitwa kiongozi bora, na kesho tunaomba mumchague kwa kura nyingi.
Kwa ufupi, utulivu maana yake ni mtu ambaye hawezi kuhamaki hata kama amechokonolewa au hata kama anakabiliana na hali ngumu. Huyu ni kiongozi ambaye hawezi kuhamaki, na kwa kigezo hicho tunaomba kesho wapiga kura wote wafurike kwenye vituo waweze kumpigia kura aendelee kutuongoza. Sifa ya 4, mgombea wetu Dr. Samia ni jasiri na kiongozi mwenye msimamo usioyumba, hasa katika masuala yanayohusu maslahi ya nchi na usalama wa nchi. Majaribio yalikuwepo tangu alipoingia ofisini, na mimi nimeshasema nimeyaona nikiwa ofisini, tukiwa wote, nikiwa bungeni alikonipeleka, lakini amesimama. Sifa ninazozisema zimezungumzwa na zimechambuliwa na hata wasanii wameziimba. Mimi ninachokifanya kwa kweli ni kujumuisha, na kwa kweli nimechagua kwa sababu ni zaidi ya hizo ambazo nitazizungumza kwa sababu ya muda. Sifa ya 5 ni msimamizi makini wa rasilimali za nchi. Kuna watu ambao mnatakiwa mjue kwamba usimamizi wa rasilimali za nchi unahitaji maarifa zaidi kuliko mabavu, na unahitaji mifumo zaidi na taasisi kuliko watu kuanza kusimamiana kama nyapara. Chini ya uongozi wake amesimamia mifumo ya makusanyo ya kodi na kuzuia uvujaji na uwezekano wa watu kudonoa na kudokoa mali za umma kwa mifumo. Hata utumishi wa umma, usimamizi wake leo, kuna mifumo ya kisasa ya kusimamia utumishi wa umma ili waweze kuwajibika na kutimiza majukumu yao vizuri. Na katika usimamizi pia inahitaji mbinu ya kutoa motisha kwa wale unaowasimamia, na katika hili watumishi wa umma kwa muda mrefu wamepata motisha ili waweze kusimamia rasilimali za umma vizuri. Kwa hiyo huyu akikabidhiwa tena dhamana, rasilimali za nchi yetu zitakuwa salama, uwezo wa nchi yetu kukusanya mapato utaendelea kuongezeka, na matumizi ya rasilimali za umma yataelekezwa katika maeneo yanayohusu maendeleo ya watu. Nimalizie sifa ya 6 na ya mwisho, sio kwa umuhimu lakini kwa sababu ya muda. Mgombea wetu na mwenyekiti wetu wa chama ni mcheshi na mchangamfu sana. Mimi sijawahi kumuona amekunja uso, na mfano mkubwa ni namna alivyokuza sekta ya utamaduni, michezo na sanaa. Na katika hili wana michezo watakubaliana na mimi, wasanii watakubaliana na mimi, viongozi wa mila watakubaliana na mimi, kwa sababu baada ya kazi raha. Na mimi nichomekee kidogo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba hongera kwa kuvuka bila magoli kwa Mkapa, lakini sisi tumepata goli la mama. Wananchi, tunaye mgombea mcheshi, tunaye mgombea mchangamfu, tunaye mgombea anayependa Watanzania kuwa na raha baada ya kazi.
Ukisoma ilani yetu, yako mapinduzi makubwa sana yameahidiwa katika sekta za michezo, sanaa na utamaduni. Na sisi wengine ambao ni wazito wa kufurahi na kucheza, tumeenjoy sana wakati wa campaign, kwa sababu akishasimama kucheza na sisi tunacheza. Hiyo mojawapo sifa muhimu sana ya kiongozi anayetaka kuwaunganisha watu wanaowaongoza, kuwapatanisha watu wanaowaongoza. Nimalizie. Ndiyo maana kwa vigezo hivyo umepewa tuzo mbalimbali. Vyuo 6, 3 vya nje, vyuo vikuu na 3 vya ndani vimetukunuku shahada ya heshima ya udaktari wa falsafa kwa sababu ya kazi ulizozifanya katika demokrasia, uchumi na maendeleo ya watu. Hata watu wenye ulemavu kupitia chombo chao cha SHIVYAWATA wamekupa tuzo ya kutambua mchango wao wako wa kuwajali katika ajira, katika uteuzi na katika huduma kwenye maeneo yao. Umepata tuzo ya miundombinu ya kimataifa. Umepata tuzo katika sekta ya maji. Zote hizo zinathibitisha uwezo wako wa uongozi na vigezo ulivyo navyo vya kiongozi bora. Mwanza hoye! Nihitimishe kwa kuwaomba Watanzania wote, wanaume kwa wanawake, vijana na watu wazima, kesho tangu saa 1 mpaka saa 10 tufanye kazi moja ya kuamua kumpa tena dhamana Dr. Samia Suluhu Hassan, asaidiane na Balozi Dr. Nchimbi waweze kutekeleza ilani iliyosheheni ahadi za kuleta mabadiliko makubwa katika taifa letu, kuimarisha umoja wa nchi yetu, kuimarisha amani na usalama wa nchi yetu na kuwafanya Watanzania waishi kwa raha, kwa bashasha na furaha. Asanteni sana kwa kunisikiliza.